Ujambo mtazamaji wa runinga ya Undugu na karibu sana kwenye makala yetu ya mawimbi ya wiki. Leo hii tumefungasha tukaja katika msikiti mmoja katika kaunti ya Machakos tuweze kuzungumzia kuhusu mfungo wa Ramadhani. Ndugu zetu wale ambao ni wa dini ya Kiislamu wamekuwa katika mfungo huu na wanaelekea kutamatisha siku ya Jumatatu kama Sajenda Fyongo. Atakayenisaidia kufanya haya yote ni Imam. Karibu sana. Asante sana. Mwanzo jitambulisha alafu tuanze. Kwa majina naitwa Sheikh Anas Ali Abdallah. Mimi ni imam wa Jamia Mosque Machakos Town. Kwanza ningependa kuwakaribisha hapa mlipo ni Jamia Mosque Machakos Town. Ni msikiti mkubwa katika kaunti hii yetu ya Machakos. Ni msikiti ambao kwamba unahudumia wafuasi wengi katika kona nyingi. So karibuni sana. Asante. Tuanze na hili Imam Ali, mfungo wa Ramadhani umeuanza kama ndugu zetu wa dini ya Kiislamu. Mfungo huu mliuanza mwezi huu ulipokuwa unaanza, pengine mathumni ya mfungo huu ni nini? Kwanza kabisa tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweka mpaka saa hii bado tuko katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kuanzia siku ya kwanza mwezi ulipokuwa umeanza, tulikuwa tumeingia katika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tangu Machi ilipoanza tarehe 1, watu walianza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na malengo makubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mtu kutekeleza ibada adhim ya saum, ibada ya kufunga, ibada ambayo kwamba Muislamu anaitekeleza. Hii ni amri tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwetu sisi kama Waislamu lazima tutekeleze ibada hii ya kufunga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, na kote katika Qur'an ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema enyi mlioamini, enyi Waislamu, imefaradhiwa kwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhiwa umma zilizopita. Malengo makubwa ya kufunga ili ipatikane ucha Mungu kwa Muislamu. Kwa hiyo hii ni amri Muislamu anaitekeleza. Kutekeleza amri aliyopewa na Mwenyezi Mungu lazima afunge, na kufunga inahesabika ni katika moja ya nguzo za Kiislamu. Muislamu ana nguzo 5 ni lazima azitekeleze. Nguzo ya kwanza ni kuwa na imani, ile shahada lazima atekeleze. Imani ile ya Kiislamu, ile kuwa yeye yani anampekesha, anamtaja Mungu mmoja, yeye Muislamu lazima awe kuwa naye. Nguzo ya pili ni kusimamisha swala. Nguzo ya pili ni kutoa zaka kama ana uwezo, kiwango maalum kwa masharti yaliyowekwa katika kutoa. Na zaka ni sadaka. Zaka na sadaka ni vitu tofauti. Kuna kitu tunaita zaka. Zaka ni nayo ni nguzo ambayo kwamba ni ya lazima. Kuna mali ya biashara, labda wafugo wa ufugaji, labda una wanyama ama una pesa kiasi fulani, hii labda una biashara fulani, hiyo lazima utolee zaka ikiwa umefikisha kiwango fulani na kuna masharti yamewekwa, labda mwaka umezunguka katika ile biashara uko nayo, hiyo ndo tunaita zaka. Sadaka ni ile mimi kupeana mimi na wewe, labda naangalia maskini, naangalia mayatima, hizi zinaitwa ni sadaka. Hivi ni vitu ambavyo kwamba zinaitwa ni sadaka. Labda nanunua maji napatia watu, nanunua tende napatia watu, hivi ni vitu katika sadaka. Lakini zaka, Muislamu kuna kitu kinaitwa zaka. Zaka ni lazima. Na nguzo ya 4 ambayo kwamba nimeitaja ni nguzo ya somo. Hii ambayo kwamba sasa sisi tunatekeleza ibada ya somo ambayo kwamba ni lazima kila Muislamu, na inakuja kwa mwaka mara moja, kwa mwezi mmoja, katika kila mwaka inakuja mara moja. Lazima Muislamu atekeleze amri hii ya kufunga, lakini kwa masharti pia. Kama yeye ana uwezo, ana nguvu, na si mgonjwa, na si mwanamke kwa katika siku zake, Muislamu lazima atekeleze ibada ya kufunga. Ndio sisi bado tuko katika kutekeleza ibada hiyo. Asante. Na nguzo ya 4 ya 5 ambayo kwamba ni ya mwisho ni sasa Waislamu watakuja kwenda hija baada ya miezi 3 baada ya kutekeleza ibada ya somo. Mwezi wa 3 baada ya huu Muislamu lazima aende hija kutekeleza ibada ya lazima. Hija ni wapi? Hija ni Maka. Okay. Haya, hebu mwanzo tuangazie hili katika siku ya kwanza
kwa sababu ninapofanya utafiti wangu kuna taratibu zile ambazo huwa mnafuata. Katika ile siku ya kwanza kabisa ya mfungo wa Ramadhani, mnafanya nini kama Waislamu? Siku ya kwanza kabisa kuna ibada. Unajua kuna ibada hazifanyiki katika siku zingine isipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa mfano kufunga, huwezi ukafunga katika miezi mingine na useme unafunga mwezi wa Ramadhani. Inakuwa katika huu mwezi tu wa Ramadhani ndio ibada ya somo inatekelezwa. Kuna vitu vingine tunaswali labda kama swala za tarawih, swala za usiku zinatekelezwa. Hizo kuna kitu tunaita ibada ya swala ya tarawih. Hiyo inaswaliwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na hii inaswaliwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Na pia katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu wanakuwa wakarimu. Wanabidi waangaliane kama vile mambo wamesema, mambo ya sadaka lazima kujaliana hali. Kama ni mtu ni mgonjwa anatembelewa, kama ni mtu hana uwezo wa kupata labda vitu kama iftar na vitu vingine, kwa sababu hii kufunga yetu ina masaa. Kuna time kuanzia time fulani mpaka time fulani. Utueleze huo muda pengine tu. Kwa mfano Muislamu ikifika saa 11 na dakika na robo hivi na 15, saa 5:15 Muislamu hiyo ni asubuhi. Okay. Anajizuia, anaanza kujizuia sasa. Hawezi kula kitu chochote, hawezi kutumia kitu chochote. Hapo anakaa mpaka saa 12 labda na 45. Saa 6:45 Muislamu ndo anaruhusiwa sasa tena kufanya kufunga. Lakini mchana wote mwingine haruhusiwi kutumia vitu kama maji, haruhusiwi kustarehe na mke wake, haruhusiwi kula chakula chochote. Mate anaweza meta, lakini vitu vingine haruhusiwi kufanya vitu vingine. Na kuna vitu vinafanyika katika mwezi mtukufu Ramadhani tunaita kama iftar. Iftari ni ile sasa Muislamu anafungua saa ile ikifika jioni, wakati wake wa kubreak ile somo aliyokuwa nayo ndio tunaita iftar. Kuna chakula kinaliwa kidogo labda cha usiku kabisa, kile tunaita daku. Daku ni chakula chochote mtu anaonja kitu kidogo kabla ile time ya kuanza kufast haijafika. Muislamu anatakiwa atumie daku, na hii inaanza kuanzia saa 6 mpaka 5, kama nilivyosema 5:15. Hapa huu muda hapa katikati mtu anaweza kutumia kitu chochote kwa nia ya kuwa mimi natumia, tunaita suhur, yani daku, anatumia kitu chochote pale. Hebu nielewe hapa, asubuhi mwanzo moja anapoamka saa 11 na umesema 45 na saa 11 na 15. Okay. Hapo ndipo mmoja anaruhusiwa kula kwanza. Unazuiwa sasa. Unazuiwa kula. Unazuiwa kula. Kwa hivyo jioni inapofika wakati ambao ni wa kujifungua iftar, unajifungua saa ngapi? Saa vinashara na ngapi? Saa 12 na 45 kitu kama hivi. Kuna chakula kile ambacho unaruhusiwa kula ama unakula tu chochote? Hapana, si chakula chochote. Unaweza kula chakula chochote ukabreak ile somo, ukafungua ile somo. But katika sheria yetu ya Kiislamu ni bora mtu afungue na tende au maji. Na ukiwa na hivi vyote viwili unaweza kutumia hizi zote viwili. Alafu ndo unakula na vitu vingine. Unafaa kubreak ile saumu yako kwa kutumia tende. Zile tende ndo tunatumia na maji ndo mtu anafaa kutumia. Alafu lakini unaweza kufungua kwa kitu chochote. Na ukikosa hivi vitu vyote, hizo tende na maji unaweza kutumia kitu chochote na ukafungua hiyo saumu. Unakula tende na maji. Nishakula tende lakini itaweza kumshibisha mtu yule ambaye pengine ameweza kufunga kwa mchana mzima. Kufungua tunaita kufungua. Kufungua ni ile kutoa somo sasa. Unakuwa wewe sasa hauna somo. Sasa kula utaanza kula vitu vingine, unakula wali wako, utakula sima yako, utakula vitu vingine. Lakini ile kufungua sasa, ile kuharibu, kumaliza ile somo, unamaliza na vitu kama hivyo. Mchana mzima mmoja anapofunga, unafunga katika maombi. Sasa hivi katika msikiti huu kuna wengi wale ambao wanaendelea kuja na kuomba kufanya sala kama sikosei vile ambavyo mwaita. Pengine ni sala zipi zile ambazo zafanywa mchana mzima? Kwa sasa hivi Muislamu unajua hata kabla Ramadhan kuna swala ni lazima azitekeleze. Kuna swala 5 ni lazima azitekeleze. Kuna swala tunaita swala ya alfajiri. Ile ya 5 kuanzia alipo break kuna 5:15, 5:45, 5:30 kuna swala inatekelezwa inaitwa ya alfajiri. Muislamu lazima aje atekeleze. Kuna swala ya adhuhuri ya mchana lazima Muislamu atekeleze. Kuna swala ya alasiri lazima Muislamu atekeleze. Sasa hivi ikifika saa 10 utasikia watu kuna adhiniwa, mtu anakuja, lazima waje. Kuna swala hiyo ya magharibi lazima itekelezwe. Na swala ya mwisho ni swala ya isha.
Kwa hiyo hapa katika mchana hizi swala 5 lazima Muislamu azitekeleze. Lakini si swala peke yake, Muislamu anashughulika na ibada. Kama vile unavyoona kuna wengine wamekaa, mtu anasoma Qur'an, anamtaja Mungu, analeta kuna vitu tunaita adhkar, anamtaja Mwenyezi Mungu. Katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan watu wanajishughulisha na mambo mengi, ni njia nyingi za kufanya maombi, lakini zile za lazima ni hizo nimekutajia, ni lazima Muislamu azitekeleze. Ndio unaona tunakusanyika kwa siku, lazima tukusanyike mara 5 katika huu msikiti. Yule ambaye pengine hana muda wa kukusanyika katika msikiti, akona shughuli, atakusanyika wapi? Yule akona shughuli ambapo kwamba yuko nje, ama labda akona shughuli pale pengine hakuweza kupata nafasi ya kuja hapa kuja kuswali kwa pamoja, kwa sababu ile kuswali kwa pamoja pia naye ina faida zake, lakini ni lazima hiyo swala aitekeleze pahali popote yuko. Ndio unaona hata juzi kukiwa na mpira, vijana wetu ilipofika time ya maombi walianza kufanya, juzi ya Harambee Stars ikicheza na Gabon, wale uliona vijana wetu wakifanya nini? Wakifanya maombi. Ndivyo inavyotakikana. Kwa hiyo wao Muislamu pahali popote atakapofika na wakati umefika, ana nafasi ya kufanya maombi pale pale yuko, ili ile nafasi ya kufanya maombi isimpite, ni lazima atekeleze ile ibada. Ile kuja kuswali kwa pamoja hapa msikitini, si tunakuja kuswali kwa sababu tutekeleze amri ya kuswali kwa pamoja, ndio inatuyatakikana. Thawabu katika huu mfungo wa Ramadhani pengine kwa Muislamu yule ambaye anakutazama ni gani? Thawabu. Unajua ibada katika ibada zingine zote, sisi labda tumeambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukifanya jambo fulani utalipa labda kiasi fulani, ukifanya amali fulani utalipa jambo fulani. Lakini hii ibada ya somo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza na ameisifu, akasema hii ni yangu mimi, niachieni mimi na mja. Ibada zote ni zake, lakini hii kwa sababu ya kuwa ameitukuza kwetu sisi, anasema mimi ndo nitajua mtamlipa mja wangu kiasi gani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo anadhamini ya kuwa hii ibada ya somo, yeye ndo anajua atatulipa kiasi gani. Kwa sababu huyu mtu amejinyima chakula chake, amejinyima kinywaji chake, amejinyima starehe yake yeye na mke wake mchana. Kwa hiyo mimi ndio najua nitamlipa thawabu zipataje huyo kijana wangu. Kweli. Na pia katika mfungo wa Ramadhani kuna taratibu zile ambazo mwazifuata kila wakati. Moja kati ya taratibu ni kwamba mmoja anapoingia katika msikiti ananawa miguu na anatoa viatu kama vile ambavyo tumefanya adhuhuri hii leo. Pengine sababu ni gani? Hii unajua katika ibada ya swala ina sharti zake. Kama vile ina zile conditions zifuatikane ndio ile uende utekeleze ile ibada. Kuna kitu tunaita wudhu. Wudhu ni kunawa uso, kunawa mikono, kunawa miguu, kusafisha, kujitawadha, ndio tunaita ile kutawadha yani. Ile wudhu, kutawadha, ndio ile kitu inayotakana tunavua viatu. Tunavua viatu kwa nini? Tunavua viatu kwa sababu unaona kama hapo pale tuko ni pahala pasafi, pahala pazuri, usije tukapachafua, ni pahala utasimama, pahala utasujudu, ndio tunavua viatu vyetu kule nje. Hiyo mambo mengine kunawa miguu, uso na mikono, hiyo ni katika udhu ile tunaita lazima itangulie kabla haujaingia katika msikiti. Ni katika njia moja kujiweka usafi. Mmoja anaweza jiuliza, unanawa miguu ndio na unanawa mikono na pengine uso, kile ambacho natafuta pengine, je, ni ule utakatifu wa moyoni ama ni utakatifu ule ambao pengine ni wa physical body? Hii Muislamu lazima uwe kwanza mtakatifu wa moyo na mwili pia lazima uwe mtakatifu. Sisi kuna kitu tunaita katika Uislamu al-Islamu nadhif. Na Uislamu nadhifu ni katika mwili, katika moyo, katika kila kitu. Huwezi kusema wewe moyo wako ni mchafu na ni msafi na ile hali ya kuwa wewe mwenyewe mchafu au jiangalie vizuri. Ukija hapo unakuwa na watu wengi, hauwezi kucommunicate na wenzako na nini, unanuka labda majasho, unanuka uchafu na nini. Hiyo pia hatutaki namna hiyo. Tunataka Muislamu awe msafi wa moyo na mwili. Lakini mahala muhimu anapoangalia Mwenyezi Mungu, pahala anapoangalia ni moyo wa mtu. Mwenyezi Mungu haangalii sura zetu, haangalii mavazi yetu, anachokiangalia kwetu sisi ni moyo wetu. Na anachokitaka kitu cha kwanza, kuna kitu tunaita tauhid. Tauhid ni ya kumtambua Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa umepata matope katika mwili wako lakini moyo ni msafi.
wewe unahesabika wewe ni mtu msafi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kisa na maana ya kuuliza hilo swali, nimeweza kufuatilia sana taarifa kutoka taifa la Palestine, na wakati mwingi hao mabingu hawana maji ile ambayo ni ya kunawa miguu yao au kunawa uso wao. Iwapo kwamba jambo kama hilo litatokea kwamba hauna maji wakati katika mfungo huu wa Ramadhani, kosa utakuwa umelitenda na utaweza kutoa utafanya maombi yako. Sisi kama Waislamu unajua sala zetu zimepangwa. Unaona hata maombi tunafanya kwa jamaa hapo. Hata msafiri akisafiri ana maombi yale anaweza kufanya kwa sababu yuko safarini. Saa zingine nimekuambia mtu anaweza kuswali kuanzia dhuhuri asubuhi na mpaka isha. Lakini kuna saa zingine mtu akiwa msafiri utamkuta anaswali labda adhuhuri peke yake. Kwa kuwa ile swala ya alasiri ameleta adhuhuri, ama ile magharibi ameleta magharibi, ama magharibi ameipeleka zote amezimaliza kwa wakati mmoja. Hiyo ni swala ya msafiri. Ikija katika mambo ya tahara, mambo ya usafi, Muislamu akitaka kufanya maombi na anataka kutawadha na hakuna maji, anaruhusiwa kuna kitu tunaita tayamum. Tayamum ni mtu anapiga chini, ukishapiga chini unafuta uso na mikono. Hiyo inaitwa tayamum na inahesabika kisheria ya kuwa huyu ametawadha kwa sababu amekosa maji na udhu wake umepatikana kwa njia hii. Kwa hivyo tu iwapo sina maji nifanya hivi tayari nimehesabiwa kwamba nimenao. Kusema sina maji kwa mfano hapa uko katika town na pale kwa jirani labda kuna mfereji ama borehole ndio ile unaiona alafu uanze kusema sina maji. Ni kile sehemu umeenda desert kabisa. Zimekauka kabisa, visima vimekauka. Uko pahala ambapo kwamba hata ukiangalia huku na huku hakuna maji. Sasa ndio unaruhusiwa kufanya namna hiyo. Sasa turudie katika mankuli, kwa sababu kuna wakati mmoja nimeona kwamba maelezo eti kwamba kuna chakula kile ambacho ile jioni unapokula ile iftari yako kwenda mbele, pengine kutoka saa 3 kwenda mbele hadi ile umesema saa 11 na dakika 15, hapa katikati eti kwamba unaweza amka uswali na ule, pengine tuelezee taratibu za hapo. Unajua Muislamu akishafungua ile somo yake, akishafungua saa 12 na 45 kama nilivyosema ama na 40, inategemeana na sehemu ile jua linazama, ama hata wengine saa 12:30 kulingamana na vile jua linazama, kwa sababu inategemea jua lizama ndio watu wafungue. Akishafungua hapo mtu anaruhusiwa kula chakula chake mpaka ifike ile saa ya kufunga sasa, ambayo ni saa 11. Saa 11. Sasa mtu anaweza kutumia kitu chochote, ana tende, ana chakula, ana nini, ametamani juisi, ametamani kitu chochote, vile vitu vya halali yani. Mtu anaruhusiwa kutumia kitu chochote. Na si kama vile wanavyozungumza watu wengine basi ikifika usiku mnakula mpaka asubuhi. Nani anaweza kula kuanzia mpaka asubuhi? Hauwezi. Sasa pale unaruhusiwa mtu kula kitu chochote. Usiku hauruhusiwi mtu kula. Na usiku pia hairuhusiwi mtu kufunga. Kufunga ni mchana. Kwa hivyo usiku hauruhusiwi kula. Usiku unaruhusiwa kula lakini hauruhusiwi kufunga usiku. Lakini umeelezea kwamba pengine wewe ni msafiri na unaona kwamba muda wako umeweza kukubana, unaweza fanya maombi yako kwa mara moja, ile ambayo ni alfajiri kwenda mbele ama vipi? Pia nayo iko na taratibu. Si swala zote unaweza kuzifanya kwa pamoja. Kwa mfano ni alfajiri kwa pale pale. Lakini adhuhuri na alasiri kuna kitu tunaita kuzikusanya pale pamoja. Unazileta yani kwa wakati mmoja. Wewe mwenyewe ndio utaona. Mimi nitapata adhuhuri ni swali ama nitapata alasiri. Okay, nitapata adhuhuri. Naweza kuileta ile alasiri nikaiswali kwa wakati mmoja. Na ile isha na magharibi unaweza kuzikusanya kwa wakati mmoja. Na ni wewe ndio utaangalia kati ya isha, magharibi na isha ni ipi ambayo kwamba niko na nafasi kuiswali. Ukaziswali zote kwa wakati mmoja na ukaendelea na safari zako. Ni dhambi gani zile ambazo unapaswa kuepukana nazo katika mfungo huu wa Ramadhani? Sana sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yale yote yamekatazwa katika miezi mingine, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yamekatazwa. Si hata yale madhambi yalikuwa kuna madhambi tofauti ya mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine. Madhambi yote, kama ni uzinifu imekatazwa, kama ni wizi imekatazwa, kama ni maneno ya urongo imekatazwa. Lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani imesisitizwa zaidi mtu awe mcha Mungu, kwa maana aache machafu, aache kila kitu. Hiyo ndio maana ya somo, na hasa maneno yake mtu aache.
Ndio hata sisi mtume wetu anasema mtu yoyote hakuacha maneno machafu, hakuacha maneno ya kutukanana, hakuacha maneno ya urongo, hakuna haja na kushinda na chakula chote, kwa maana somo anayoifunga haina thawabu mbele ya Mola wake. Kwa hiyo Muislamu amekatazwa yale aliyokuwa amekatazwa kabla ya kuanza kufunga, pia na katika somo ni zaidi aache yale maovu, asifanye jambo lolote. Kuna maswali ambayo wa Kenya wale ambao sio Waislamu wamekuwa kiuliza, mbona haya maombi yasisitizwe sana kwamba Waislamu ndugu zetu pengine wanaepukana na dhambi, lakini wakati mwingine pengine unaweza fanya dhambi zako bila kujali. Tueleze hapo pengine. Makosa makubwa, unajua somo, kwa kuwa Muislamu anatekeleza somo, ule mwezi mwingine mtu atekeleze somo, atakuwa amefanya madhambi ile miezi mingine, lakini hakuharibu somo yake. Ni kwa kuwa hii ukifanya ile madhambi na uko ndani ya somo, makosa yako yanakuwa makubwa zaidi, kwa sababu umeharibu somo yako kwa kufanya madhambi. Ndio maana inasisitizwa sana katika mwezi wa Ramadhani mtu asifanye kitu chochote, kwa sababu akifanya ataharibu somo yake. Lakini katika ile miezi mingine mtu akifanya madhambi yake ni yale madhambi yamekatazwa, itakuwa amehesabika tu amefanya madhambi, lakini hakuharibu somo. Ukifanya uzinifu wakati ule mwingine na uende kufanya dua yako inaweza kubalika? Ina masharti nayo. Kuna kitu tunaita katika Uislamu, kuna sharti ya toba. Sharti ya toba, kwa mfano sasa umechukua bibi ya mtu, alafu wewe ukarudisha toba, mpaka umuombe msamaha yule mwenyewe, uzungumze mwenyewe, umwambie mimi nimefanya hivi, nimekukosea adabu. Sasa hapo wewe mwenyewe utajua vile utajieleza mpaka muelewane. Si hatu ukimbia kwa Mungu wakati umemkosea binadamu. Kwa mfano nimechukua pesa yako, nimefanya dhulma, nimekunyang'anya pesa yako, nimekuibia wewe. Siwezi kukimbia kwa Mungu nianze kufanya toba kwa msikiti, nianze kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na mali niliyochukua ni yako. Mpaka nikuombe wewe msamaha niliyochukua mali yako, halafu tena ndo nirudi kwa Mwenyezi Mungu nianze kuomba msamaha, mimi nilikosea, nimefanya namna hii. Lakini haki hiyo ni haki ya binadamu. Umemkosea mtu heshima, unaenda kukimbia kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakusameheaje? Na huyo haja kusamehe. Mimi si Muislamu, wewe ni Muislamu. Umefunga sasa hivi. Na mimi nahitaji kula. Na umeniambia kwamba kati yale ambayo mnaangazia sana ni ukarimu. Nikwambie kwamba ni karimu na chakula. Utakuwa umekosea wewe. Mimi kwa sasa hivi, kwa sababu hakuna dharura yoyote ya kukupatia chakula wewe, kwa sababu haukuwa na shida yoyote. Kama uko na dharura labda kwa kivyako, kama kuna shida yoyote, kwa mfano nimekuta uko na dhiki labda ya maji, una kiu labda unahitaji maji, bila maji labda unaweza kuangamia, una dhiki labda ya chakula, sasa hapo mimi ni lazima nikupatie hicho chakula. Lakini hivi tu kinamna ambapo kwamba kia mapenzi tu yetu mimi na mimi, sasa hii mwezi mtukufu wa Ramadhani tusameheane, wewe ufanye shughuli zako, tungoje Ramadhani isha alafu ndo tuanzelee na mapenzi. Shikilia hapo Imam Ali Abdalla. Tukirejea katika awamu ya pili tuzungumzia hili. Kuna siku zile ambazo ziko na maana zaidi ya zingine. Kulingana na utafiti wangu utakuwa unanieleza kama hilo ni kweli au ni vipi. Kuelekea Maka mwelekea kufanya nini? Je, haiwezekani muombe hapa au ni vipi? Karibu tena kwenye awamu ya pili, naendelea na mazungumzo na Imam Ali Abdalla. Mwanzo tupe tofauti ya imam na shehe. Tofauti ni gani? Imamu ni kiongozi yule anaongoza katika msikiti fulani, lakini shekhe anaweza kuwa ni skola yoyote, kwamba anaweza kuwa labda hana msikiti lakini yeye ni msomi wa dini. So mtu hawezi kuwa imamu kama yeye si shekhe. Na hawezi kuwa shekhe kama yeye si imamu. Sasa ni gani ambayo inatangulia? So inategemeana na vile unataka kuita. Imamu ni kiongozi wa msikiti fulani. Sasa kama msikiti huu wa jumla, kama msikiti huu mimi ni imamu wake. Okay. Lakini sasa pia ukitaka kujua ni shekhe, saa zingine unaweza niita shekhe, kwa sababu shekhe ni skola yoyote. Okay. Je, kuna malipo kati, kuna malipo? Na hawezi kuwa imamu kama yeye si skola. Lazima uwe msomi wa lazima uwe msomi wa dini. Haya, sasa turudie katika huu mfungo wa Ramadhani. Kuna siku zile ambazo ni za 10 za mwisho, zile ambazo napofanya utafiti wangu nimeona kwamba zina umuhimu wake. Pengine tuelezee tuweze kufahamu. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna 10 days mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuna siku za mwisho, zile siku 10
sababu huu mwezi una siku 29 ama 30 kwa kalenda yetu. Kalenda tunaitumia si kalenda hii ya siku zote hesabu. Kalenda hii yetu tunaitumia ni kalenda ya kuandama kwa mwezi. Hii kalenda nyingine ni ya kalenda ya jua. Jua limezama, siku imeisha. Lakini si kalenda tunaifuata ni kalenda ya kuandama kwa mwezi. Muandama kwa mwezi, kuna mwezi ule unatoka unakuwa mkubwa mpaka unaisha. Unatoka mwingine unaanza mdogo mpaka unaisha. Hiyo ndo kalenda tunayoifuata. Ndio unaona zinatofautiana, saa zingine tuko mwezi wa 12, saa zingine mwezi wa 2, mwezi wa 3. Ni kulingamana na vile kalenda yetu imeenda. Inategemea na mwezi vile unaanda. Kwa hiyo siku 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhan ni siku muhimu sana, kwa sababu katika mafundisho yetu ya Kiislamu inasemekana kuna usiku ambao kwamba ni usiku muhimu sana. Huo usiku ukikupata wewe unafanya khairat, unafanya ibada yoyote, unaitwa usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa wenye cheo. Ni usiku ambao kwamba ukipatikana unafanya khairi yoyote kulingamana na mafundisho aliyotupatia Mwenyezi Mungu, ni kama umefanya ibada ya mwezi mzima, ya miezi 1000. Takriban ukifanya miezi 1000 ni kama miaka 83, na wengine labda hatutafika. Lakini sasa ukikuta unafanya khairi kama hiyo, ukikuta unafanya ibada yoyote katika hizo siku, katika huo usiku, na usiku haujulikani ni lini, lakini wanazuoni wengi wamesema ni katika ile 10 la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, unaandikiwa umefanya khairi ya miezi 1000. Na hii miezi 1000 ukifanya kwa mahesabu ya haraka labda ni kama miaka 83 na kitu. Na sasa ndio maana unaona watu wengi wanaacha vitanda, wanaacha magodoro yao, wanaacha nini, wanaamka usiku kufanya hiyo ibada, wanatafuta usiku kama huu na wanatafuta khairi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu niambie, unatafuta huu usiku, je, mmoja tafikiria kwani mnabahatisha? Hamjui ni usiku upi ule ambao ni halisi, pengine unapofanya ile sala pengine maombi yako yanakubalika kwa urahisi? Jua Mwenyezi Mungu ana hekima yake. Mwenyezi Mungu anauficha huu usiku isitajike ni siku fulani. Kama tungekuwa tumesema ni tarehe 25, watu wote wangeamka tarehe 25, hizo siku zingine wamelala. Lakini Mwenyezi Mungu sisi katika mafundisho ya Kiislamu anatutaka siku zote tuwe tunamwabudu. Sisi sote tumeumbwa katika ulimwengu tufanye kazi ya kumwabudu. Hatukuumbwa katika ulimwengu tufanye biashara. Tumeletwa katika ulimwengu na Mwenyezi Mungu tufanye ibada. Kwa hiyo usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuficha ni siku gani, ili sisi saa zote tuwe katika ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndio hikima yake. Usipoomba wakati huo ule ambao ni wa mwezi huo wa Ramadhani, pengine tumesema kwamba kuna thawabu ile ambayo Mungu ataona kwamba atakupa katika mfungo wa Ramadhani. Usipofanya sala zako, dhambi ni gani ambayo pengine unaweza kuhesabiwa? Utakuwa na makosa makubwa. Ni kama wewe sasa uchukue mawe uende kurusha mawe polisi yenyewe ndio unaenda kurusha mawe. Sasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukimkosea Mwenyezi Mungu umefanya madhambi makubwa, na pia umekoseshwa hiyo Ramadhani, umeikosa Ramadhani. Sasa wewe utakuwa wewe ni mtu muovu zaidi, kwa sababu ndani mwezi ambao kwamba ungefaa kuwa mtu mzuri alafu umemkosea Mungu zaidi, umetakuwa umefanya makosa makubwa sana. Haya, sasa tuende pale mnapofunga na siku 10 zimeweza kutamatika, siku zile ambazo za mwezi wa Ramadhani, je, taratibu za kuelekea kule Maka ni zipi? Kwanza katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wote Waislamu wengi hata wameacha nyumba zao wakafunga biashara zao wakaelekea Maka kwenda kutekeleza ibada ya tunaita umra. Umra ni ibada inatekelezwa kule katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa mafundisho ya Mtume wetu alayhi salatu wasallam anasema mtu yeyote atakayefanya umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama ametekeleza hija katika miezi mingine. Kwa sababu hija si tunaifanya kwa mwaka mara moja. Kama vile Ramadhani tunafunga mwezi kwa mwaka mara moja. Na hija pia itakuja mwezi mfungo wa 3, tunaita mfungo wa 3, itakuja nayo tutaitekeleza kwa mwaka mara moja. Lakini sasa ile umra unaenda kuifanya kule, ukiifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama umefanya ibada ya hija katika miezi mingine. Ndio unaona watu wengi wanaacha shughuli zao, wanaacha biashara zao, wanaenda kutekeleza umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini hija itakuja wakati wake itekelezwe kama ibada ya hija.
utakuwa unafafanua vizuri ukisema hija ndio mtazamaji wetu aweze kuelewa, lakini kabla mwanzo tuweze kutoka kule upande wa Maka turejee humu nchini, tuzungumzie hili Imam, wakati ule ambao mmoja anapofanya huu mfungo wa Ramadhani yeye mwenyewe kama ni mwanamke, ni kipi kile ambacho anapaswa kuangazia sana ikizingatiwa kwamba pengine analea? Mama kama ni mtu mzima, nimesema katika kufunga kuna masharti ya kufunga. Katika Qur'ani tunaambiwa na kwa wale wasioweza kufunga wanaruhusiwa kutoa fidia, ama mtu anaweza kufungua anaweza kuja kulipa. Kwa mfano mtu mgonjwa, mtu ni mgonjwa saa hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyo anaruhusiwa ale na atakuja kulipa siku akishapona. Lakini maradhi ambayo kwamba yanatarajiwa kupona, kama ni maradhi ambayo kwamba si kutarajiwa kupona, mtu kama huyu anatakiwa kutoa fidia. Fidia ni kulisha maskini, na kama amekosa kulisha maskini pia si huyo ndo amekosa, anasamehewa. Lakini mama mjamzito ama mama mwenye kunyonyesha pia ana khiari yake, anafaa kuangaliwa. Yeye kama ananyonyesha anaogopea labda nafsi yake, mimi nitadhurika, nitafanya nini, huyo atakuja kulipa zile siku zake baada ya Ramadhani. Lakini kama ameogopea yule mtoto, atakuja kulipa pamoja na fidia. Kitu kinachochungwa hapa ni nafsi yake, kwa sababu majukumu ya kumlisha yule mtoto ni mipango ya Mwenyezi Mungu, sio yeye. Kwa sababu hata angemwacha yule mtoto pale, yule mtoto Mwenyezi Mungu atajua vile atalishwa chakula chake. Lakini kama ameogopea nafsi yake, basi huyo mama anaruhusiwa kumnyonyesha yule mtoto na ale chakula, na siku zile atakuja kuzilipa baadaye. Haya, hebu niambie, katika hizi siku 10 kuna ile usiku mmoja ule ambao umeweza kutaja. Je, ili niweze kupata ile thawabu nitajuaje sign itakuwa gani? Sasa unautafuta katika hizi siku 10 zote, umaliza katika hizi siku 10 zote. Ndio maana tunazitoa katika hizi siku 10, kwa sababu usiambiwe saini ni hizi ama ni hizi. Wengine wanaambiwa kutakuwa na mwangaza, lakini kuna nini, kuna vitu kama hivyo. Hiyo si kitu muhimu. Muhimu ni ukae katika hizi siku 10, usipoteze hata siku moja. Ndio maana hatupotezi, ili uipate hiyo siku. Haya, pengine umeweza kufanya maombi kwa hizi siku 10 mfululizo pasi na kujichanganya na wala nini, alafu sasa isemekane kwamba tayari ushaipata. Umesema kwamba thawabu inasemekana kwamba ni kama umeweza kufanya maombi yale kwa miaka kama 80. Iko haja gani nyingine ya kuomba tena kama tayari ushafanya hii 10 na haujakosa hata siku moja, na unaamini kwamba miaka 80 tayari ushapata thawabu? Kwambia hizo thawabu unalipwa kutokana na lile umelifanya. Haya mengine unayetekeleza kama kawaida yako lazima utekeleze. Kwa mfano swala, hata Ramadhani kisha si lazima watu waswali. Zaka lazima utafanya, hija lazima utafanya, Qur'ani lazima utasoma. Hizi ibada ni za kila siku, si kitu cha siku moja. Sasa kuhusu Ramadhani ambao sasa pengine si hata umeandikiwa thawabu za miaka 81 uache kusimamisha hizi zingine. Si utaharibu zile amali zako zote. Hizi za 83 unaweza kuziharibu na siku moja. Sawa. Sasa turejee kule upande wa Maka. Maswali mazuri pengine yanajitokeza. Turejee kule Maka. Kuna ndugu fulani namfuatilia kutoka upande wa Tanzania, anaitwa Mwijaku, na nimeona wakati mmoja anapoelekea kule nadhani Maka, anaenda akiwa ameweza kujifunga kama taulo. Mwanzo sababu ya kujifunga ile taulo ni nini wakati wa mfungo wa Ramadhani? Lugani kuna vazi maalum mtu analolivaa ukiwa kule wanaita ihram, nguo za ihram. Ukiwa kule katika masala ya hija hauruhusiwi kuvaa nguo zile kama suruali zina mzunguko. Ni mavazi muhimu yale mtu anajifunika. Kuna kuaga na joto, kuna kuaga na nini. Sasa katika sheria yetu ya Kiislamu mtu anaambiwa ajifunge zile nguo. Zinaitwa nguo za ihram. Zile nguo zinaonyesha kwanza wewe unajisacrifice kwa Allah. Unajiweka mtu dhalili, unajiweka mtu duni. Unaacha masuti yako, unaacha ile mavazi yako ya ghali, unakuwa wewe mtu uko karibu na Mwenyezi Mungu. Ni vazi ambalo kwamba linawezekana na kila mtu. Ndio maana mtu anakuwa yuko chini. Kwa mfano sasa hii kufunga, tunafunga watu wote, tajiri, maskini, kila mtu lazima atekeleze ibada ya somo. Kumaanisha kila mtu lazima arudi katika hali, wote tukae sawa. Sisi wote mbele ya Mwenyezi Mungu ni kila siku moja. Na mwanamke je? Na mwanamke anaruhusiwa kuvaa nguo zake kama kawaida. Tukimalizia, na muona alienda na akagusa ukuta
sababu ya kugusa ukuta ni nini? Nani? Huyo bingwa ambaye anaitwa Mwijaku kutoka upande wa Tanzania, anapoelekea kule Maka, kuna ule ukuta kila mmoja na ukimbililia aweze kuugusa. Kuna jiwe moja wanasema jiwe Hajar al-Aswad, jiwe jeusi lile, ni pahala ambapo kwamba ni pazuri, ni pahala ambapo kwamba patakatifu. Ni kama vile nyinyi mkienda watu wa Kristo kienda Jerusalem wanasema hapa ni pahala fulani patakatifu. So hizo Maka sisi tunaamini ni pahala patakatifu. Na pale ile nyumba ilijengwa na malaika. Na hii kuanza na Mtume Muhammad, kina Nabii Ibrahim na Ismail na mtoto wake, mpaka saa hii ndio walianza kujenga ile nyumba. Kwa hiyo pale ni pahala patakatifu, ni pahala pazuri, watu wanaenda kufanya ibada zao, wanaenda kufanya maombi yao. Na haina maana wanaenda kusujudia lile jiwe. Kuna maswali ambayo yanajitokeza katika huo wakati. Je, ina maana kwamba mnaabudu sana huu ukuta, hamwabudu Mungu? Hapana. Mtu akienda pale na nia yako kuabudu lile jiwe, nia yake haruhusiwi kufanya namna hiyo. Anachokienda pale ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, si kuabudu lile jiwe. Ameenda pala patakatifu, pala pazuri, amuombe Mwenyezi Mungu. Si aombe ile sehemu ama aombe yule mtu, amuombe Mwenyezi Mungu yule mmoja. Akiweka nia yake ya kusema naabudu ile jiwe ama naabudu hii nyumba, basi yeye haruhusiwi, kwa sababu Qur'ani yetu inasema waabudu Mola wa nyumba hii, si waabudu nyumba hii. Kweli. Tumalize na hili. Siku ya mwisho ile ambayo sasa ni mfungo wa Ramadhani, tarehe 31 wiki inayokuja, Muislamu mwafanya nini na ni kipi kile ambacho mnachoangazia sana? Cha kwanza ni siku hiyo mwisho. Kabla ya siku hiyo ya mwisho, Muislamu kuna vitu tunaita, kuna zakatul fitr. Zakatul fitr ni sadaka zile ambazo kwamba za lazima Muislamu lazima atekeleze. Lazima tutatoa, kila Muislamu lazima atoe zakatul fitr. Zakatul fitr ni 2.5 kilo. Lazima tupeane sisi kama sadaka. Hiyo inatolewa kwa sababu siku hiyo kuna Idi inafuata hiyo siku ya Idi. Sasa ndio nilikuwa nakuja huko. Nasema saa 2 kilo ya chakula kipi pengine? Chakula chenye kuliwa katika mji. Chakula chochote, kama ni mchele, kama ni ngano, kama ni sima, kama ni nini, chakula katika ule mji kinacholiwa ndio kinachotolewa. Sasa tunatoa hivyo kwa sababu siku inayofuata ni siku ya Idi. Siku ya Idi ni kitu cha kwanza, watu wamefungua, wanakula, wanapata nini. Na ile sadaka iliyotolewa inawatosheleza wale maskini. Kama mtu alikuwa hana kitu cha kutumia, anapata kitu cha kutumia siku hiyo. Sasa siku ya Idi, kitu cha kwanza tukiamka asubuhi, tunaenda kufanya maombi. Lazima tuende kuombe, kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumwomba Mwenyezi Mungu. Tumekamilisha mwezi mtukufu Ramadhan, tumefunga mwezi mtukufu Ramadhan, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ya kuwa tumekamilisha mwezi mtukufu Ramadhan. Na ni siku ya furaha kwa sababu tunafurahikia ya kuwa tumekamilisha ibada tukufu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa kinachofuatia hapo ni masala ya kula. Ukitaka kunywa majuisi yako, lakini si kunywa pombe. Kunywa chakula ambacho kwamba ni kizuri, chakula cha halali, unaruhusiwa kula sasa, kwa sababu umeshafungua na siku hiyo hauruhusiwi hata kufunga. Kwa hivyo mimi nikija kama Mkristo, nikija ni chakula. Sasa siku hiyo tutakula vizuri sana. Kwa sababu tunasherehekea watu wote, siku hiyo tunasherehekeaga watu wote, wa Kristo, Waislamu pamoja, tunajumuika pamoja, tunakula. Nipe mwaliko huo wakati nitakuja kula. Ana tumekaribisha Waislamu wote na ndugu zetu marafiki wote wa Kristo wote, siku hiyo ya Eid al-Fitr tujumuike pamoja, tukae pamoja, tusherehekee kwa pamoja. Asante sana. Na ningeomba tu, kwa sababu tunaelekea masuala ya Eid, tunaendelea sherehe za Eid, tunaomba Waislamu wasiharibu katika hiyo sherehe za Eid wakasherehekea kupita mipaka. Unajua kupita mipaka ni kutumia labda ulevi, kutumia vitu haviruhusiwi, kufanya mambo haifai. Siku hiyo ya Eid washerehekee kwa namna ambayo kwamba ni nzuri, kwa namna vile walivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu. Asante. Asante sana. Nimekuwepo naye Imam Ali Abdalla, asante sana kwa muda wako. Asante sana, nimeshukuru. Nimekuwepo naye Imam, tumeweza kuzungumza mengi kwa wale ambao ni ndugu zetu wa Kristo, na ni matumaini yangu kwamba mmeweza kusikia taratibu zote zile ambazo zafuatwa wakati huu wa mfungo wa Ramadhani wa ndugu zetu Waislamu. Nimekuwa kwa Zablon Macharia, sijabadilisha jina, hilo tu, nasalia kuna usiku mwanana. Kwaheri.